Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja. Hivi ndivyo Jumapili ya Matawi ilivyokuwa. Matawi haya kwa baraka yako, sisi tunaufuata Kristo mfalme kwa shangwe, tupate kufikia Yerusalemu ya milele kwa njia yake, anayeishi na kutawala milele na milele. Kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana ana haja naye. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia, na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu, na alipokuwa akienda walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia mtelemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona, wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu uko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, wakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe haya yatapiga kelele. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na makutano, sioni neno lililovu katika mtu huyu. Nao wakakaza sana wakisema, kwa sababu alikuwa
mazuri, kisha akamrudisha kwa Pilato. Basi siku ile ile Herodi na Pilato wakapatana kwa urafiki, kwa maana hapo kwanza walikuwa na uadui wao kwa wao. Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa, na watu wakawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu, nami nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo haya mliyomshitaki, wala hata Herode, kwa maana amemrudisha kwetu. Basi tazama, hakuna neno lolote alilolitenda lipasalo kufa. Kwa hiyo nitamrudi, kisha nitamfungua. maana ilimlazimu kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa sikukuu. Wakapiga kelele wote pamoja wakisema, Mwondoe huyo, utufungulie Baraba. naye ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini na kwa uuaji. Basi Pilato alisema nao mara ya pili, kwa vile alivyotaka kumfungua Yesu. Lakini wakapiga kelele wakisema, Msulubishe, msulubishe. akawaambia mara ya tatu, Kwa sababu gani? Huyu ametenda uovu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. Basi nikisha kumrudi nitamfungua. lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana, wakitaka asulubiwe. Sauti zao zikashinda. Pilato akamhukumu kwamba haja yao ifanyike. Akamfungua yule aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina na uuaji, yule waliyemtaka
nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Ndipo watakapoanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima, tufunikeni. Kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu? Wakapelekwa na wawili wengine wahalifu, wauawe pamoja naye. Na walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. wakagawa mavazi yake, wakipiga kura. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo mwana wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana, akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe ukatika hukumu hiyo hiyo, nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tulivyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema,
kuwa pamoja nami peponi. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. alipokwisha sema hayo, alikata roho. Alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, Hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo, walipoyaona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao, wakijipiga-piga vifua. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Leo tunafanya hii kumbukumbu ya Bwana wetu Yesu Kristo kuingia Yerusalemu, ambako ndiko alipata mateso. Lakini kama ambavyo tumefanya na sisi tukio hili la kukumbuka, ndivyo ambavyo walifanya ndugu zetu Wayahudi. Walimshangilia Bwana wetu Yesu Kristo, na wakati wa mateso yake, baadhi waliomshangilia hao ndio ambao walisema tena asulubiwe. Kumbe jambo la kujifunza ni hili kwamba sisi mara nyingine tunaweza tukakata tamaa tunapotenda mema, pale ambapo unatenda mema lakini unaona kuna watu ambao pengine walikuwa wanakufurahia na kukushangilia, baadaye wao wanakugeuka na kuanza kukusema vibaya. Na hivi kama Kristo ambavyo achoki na kuacha kutenda mema kwa sababu tu alichukiwa na watu wale adui zake, na sisi tunaalikwa hivyo hivyo kutokata tamaa katika kutenda mema. Si wote watakupenda, si wote watakuchukia. Unapotenda jambo lolote, hata jambo likiwa zuri, si wote watakupenda hata kwa jambo zuri ambalo unalifanya. Kwa hiyo jambo la msingi ni kusimama imara, kutokata tamaa katika kutenda haki, kutokata tamaa katika kusimamia ukweli au kusema ukweli. Lakini jambo jingine ambalo tunalitafakari ni hili fumbo la mateso yake Bwana wetu Yesu Kristo. Kama yeye ambavyo anapata mateso ambayo yanatuletea wokovu, sisi nasi katika dunia hii hatuwezi kukwepa mateso. Mateso ni moja kati ya misalaba ambayo tunaichukua tukiwa hapa duniani. Na ndio maana tunaposali njia ya msalaba kituo cha pili, Yesu anapopokea msalaba, tunasema na sisi tunayo misalaba mingi. Tunataja baridi, njaa, kiu, mwenza kwa ndoa, magonjwa na kadhalika na kadhalika. Kwa mara nyingine Mungu analeta changamoto hizi za maisha, analeta misalaba hii, analeta mateso si kwa lengo la kututesa kama kututesa,
lazima tuelewe teolojia ya mateso au teolojia ya msalaba. Kama Kristo mwenyewe alivyosema, mtu anayetaka kunifuata lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake na anifuate. Kwa mateso mara nyingine Mungu anaweza akayaruhusu au akayaleta kwako, mara nyingine kwa lengo la kukuimarisha zaidi wewe katika imani, lakini mara nyingine anaweza akayaleta mateso hapa duniani ikiwa ni sehemu ya kufidia dhambi zako na dhambi za watu wengine. Inakuwa ni sehemu ya malipizi ya dhambi zako na dhambi za watu wengine. Ndio maana mara nyingine tunashindwa kuelewa juu ya teolojia hii au juu ya fundisho hili la mateso. Wengine tunapata mateso mara nyingine na hivi tunakwenda au tunapoteza imani kabisa. Kwa hivi tunapotafakari juu ya fumbo hili la mateso yake Bwana wetu Yesu Kristo, juma hili, kifo chake na ufufuko wake ambao umetuletea wokovu, na sisi basi tujifunze kupokea mateso hayo au kupokea changamoto mbalimbali ambazo zinatupata katika maisha yetu. Changamoto hizo mara nyingi au mara nyingine zinakuwa na lengo la kutuimarisha zaidi katika imani na mara nyingine kufidia dhambi zetu. Lakini jambo la mwisho na la tatu ambalo tunajifunza katika Dominika hii ya Matawi au juma hili kuu kwa ujumla ni kwamba kama vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo anatendewa mabaya, anateswa na kuuawa, basi sisi nasi tujitahidi tusiwaletee wengine mateso. Wengine kwa namna moja au nyingine wapo watu ambao wanafurahi kuteseka kwa watu wengine, na anatengeneza mazingira kabisa ya kumuumiza mtu mwingine kwa makusudi kabisa. Wako watu ambao tunawaita ni masadist. Yaani yeye anafurahi unapoumia. Wewe unapofurahi, unapokuwa na mafanikio, yeye kwake hapendi, yeye kwake anaumia. Unapoumia, unapokuwa na changamoto katika maisha, yeye kwake ni furaha. Na mara nyingine anaweza katengeneza mazingira kabisa ya kukuumiza makusudi kabisa ili afurahi. Kwa tunapotafakari juu ya fumbo hili la mateso yake Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na kupokea mateso na sisi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini basi na sisi tujitahidi kuzuia mateso kwa wengine na tujitahidi vile vile kuzuia kuwaumiza wengine. Tuwe watu wa haki, tuwe watu wa kusema ukweli. Ulipo tupo, twende pamoja.